Sababu ya pili inayosababisha watu waendelee kutenda dhambi ni kwa sababu imenenwa. Kwa sababu katika kizazi hiki imenenwa ya kuwa watu wengi wataachana na mafundisho ya kweli wakiyafuata mafundisho ya uongo. Tena wengi Roho anashuhudia waziwazi ya kuwa watakuwa ni wenye kupenda fedha kuliko kupenda neno la Mungu. Watakuwa ni wenye kupenda kazi zao kuliko neno la Mungu. Watakuwa ni wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Watakuwa ni wenye kutafuta vitu vya Mungu kuliko kumtafuta Mungu mwenyewe. Watakuwa ni wenye kutafuta vitu vya maisha yao kuliko kutafuta uzima milele. Watakuwa ni wenye ziaka wakisema maneno haya wao hayawahusu. Watakuwa ni wenye kuwa na walimu wengi. Lakini nataka nikwambie kuwa nyakati hizi ni nyakati za hatari sana. Maana imenenwa katika kizazi hiki ya kuwa watu wengi watajifanya wana hekima, lakini hekima hiyo ukapate kujifunza na kuichunguza ya kuwa je, ni hekima itokayo kwa Mungu? Maana hekima itokayo kwa Mungu hakika yake itaheshimu mambo ya Mungu. Na kama ni hekima dunia hii itadharau mambo ya Mungu. Na kama ni hekima ya shetani hakika yake haitosogea kabisa hata katika mambo ya Mungu. Nataka nikwambie jambo moja. Si cheo kitakachokupeleka mbinguni, si mavazi yatakayokupeleka mbinguni. Maadamu Bwana anasema yeyote atakayenitenda dhambi, yeyote atakayeniziaki mimi, atakayeziaki kazi yangu ameniziaki mimi. Yeyote atakayemziaki niliyemwagiza ameniziaki mimi. Yeyote atakayeziaki kilicho cha kwangu ameniziaki mimi. Yeyote atakayemtenda Bwana dhambi, mtu huyo ndiye atakayefutwa katika kitabu cha uzima milele. Je, wewe mwenyewe unachunguza maisha yako?